Eneo la Bonde la Ufa wamelaani vikali matamshi yanayohusishwa na askofu wa kanisa la Christ Chosen Generation Ministry International Matthew Baraza Israel baada ya video kusambaa mtandaoni ikimwonyesha akitoa semi zinazodaiwa kudhalilisha dini ya Kiislamu. Wakiongea kwa hasira, viongozi hao wamesema watu mashuhuri na viongozi wa umma wana jukumu la kuzungumza kwa uangalifu ili kuepuka kauli zinazoweza kuchochea jamii. Wanaitaka Tume ya Uwiano na Maridhiano NCIC kuchukua hatua na kupendekeza adhabu dhidi ya Israel. Aidha, wameonya viongozi wa kidini nchini kujitenga na msimamo mikali ya kisiasa ndani ya maeneo ya ibada, wakisisitiza kuwa kazi yao kuu ni kuunganisha jamii, hasa taifa linapoelekea kwenye kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tumesikitishwa sana na klipu ambayo kwamba inayosambaa kumwona mhubiri mashuhuri katika Kenya hii akikashifu na kuingilia dini ya Kiislamu kwa lugha ambayo kwamba ni chafu. Mgawanyiko wa kidini ama siasa inayogusa dini ni siasa mbaya sana, na ile hali tumeona NCIC wamenyamaza mpaka sasa, hawajamkabili huyu mhubiri kwa lugha zake alizozitoa kueleza kwa kuwa Waislamu wanapenya katika uongozi wa taifa hili, Waislamu wamejaa katika serikali, na kile kitabu chao ambacho sisi tunaamini ni kitabu kitakatifu cha Qur'ani kinatoa mafunzo mabaya ya kupotosha. NCIC anamazia kitendo kama hii mbaya na anaharibu umma ya Islamu au ya Kristo kutawanisha. AIC kwa nini ananyamazia hiyo? Hiyo ndio nastua sisi mhubiri huyu hata hajui dini, hata hajui kitabu chake ile naamini hajui vilivyo. Kama ingejua vilivyo hangeutamka mtamko kama hiyo. Sisi kama Waislamu tunakaa na ndugu zetu ambao kwamba si Waislamu, tunaamiliana nao kwa mambo mingi, ni marafiki zetu na tunafanya kazi pamoja kwa mambo mingi. Yakitokezea maneno kama haya ya utetezi, ni maneno ambayo kwamba yatatia chuki baina yetu, na huenda yakatokezea mengine, kwa sababu kama tunavyosikia ni mhubiri ambaye kwamba ana wafuasi wingi na ana ushawishi wingi kwa jamii. Bwana kama huyu aende andike statement kwa yale ambayo kwamba aliyoyafanya, simama ambayo kwamba ya sawa, na pia aombe msamaha kama alivyoyazungumza haya mbele za watu, pia ajitokeze mbele za watu kwa kuomba msamaha.